Haleluya, haleluya, haleluya. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Mpendo wangu na kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pastor Imani Katana nikikukaribisha katika mkate wa asubuhi siku ya leo. Karibu na tuweze kumega mkate wa asubuhi pamoja. Jehova Baba wa milele, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema hii ambayo umetupa. Naomba neema yako izidi kwa pamoja na sisi. Naomba Roho Mtakatifu uguse moyo wa mtu wako huyu anayenisikiliza. Acha nguvu yako na uweza wako Bwana utembee. Usitupungukie wala usituache. Bali Bwana useme na utembee na sisi katika wiki hili jipya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo nataka nizungumze na wewe jinsi ya kukabiliana na wakupingao, jinsi unavyoweza kukabiliana na wale watu wanaokupinga. Imeandikwa kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 16 na ule mstari wa kwanza. Anasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Pendo wangu, upende usipende, maisha yako yatakuwa na wakupingao. Watakuweko watu sirini au waziwazi wanaokupinga. Watu ambao hawako tayari kuona unapiga hatua. Kama Mungu amekufungulia mlango mkubwa wa kufaa sana, lazima watakuweko wakupingao. Ile tu kwamba umeamua kutembea na Mungu ni kwamba umechagua kupingwa. Kwa nini? Kwa sababu viko vitu vitatu wanakuwa maadui za kwako. Namba moja, mwili wako mwenyewe. Mwili wako mwenyewe huu ni wa dunia, uliumbwa kwa udongo na udongoni utarudi. Hauko tayari kufuata mambo ya Mungu. Hauko tayari kufuata vitu vizuri. Utasikia kuchoka, utasikia kutaka kulala, utavutwa kwenye dhambi na mwili utakupinga. Namba mbili, shetani mwenyewe. Unapokuwa umeamua kumfuata Mungu na kutembea kwenye njia zake, unakuwa adui wa shetani, lazima akupinge. Namba tatu, utapingwa na dunia, cosmos. Dunia yenyewe itakupinga kwa sababu dunia itawafavor walio wa kwake. Lakini kama wewe sio wa dunia hii, sio mkazi wa dunia hii, kama maandiko yanavyosema ya kwamba duniani hatuna mji udumuo, ni kama wapitaji. Hakuna namna ambavyo mpitaji anaweza kapendelewa zaidi ya mwenyeji. Sasa unajua, ndio maana utapingwa. Katika Biblia Kristo Yesu alipingwa. Kina Nehemia wanakwenda kujenga ukuta, walipingwa. Upinzani kila mahali, watu walipingwa. Na Mtume Petro anaandika, anasema, msione ya kwamba ni ajabu watu wanapoinuka na kuwapinga. Usione jambo hilo kwamba ni la ajabu, ni la kushangaza. Ujue kabisa ya kwamba hiyo ndio kawaida. Madamu umeamua kufuata mapenzi ya Mungu, utapingwa. Utapingwa ofisini, utapingwa kazini, utapingwa kila mahali, kwa sababu umeamua kufuata Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 12. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Unapopingwa usione kama ni msiba, ni kawaida kwa yeyote ambaye ameamua kumfuata Mungu. Jambo la kufanya, ufanye nini unapokutana na upinzani, unapokutana na wanaokupinga? Ufanye nini? Walifanya nini wenzetu walipokutana na wanaowapinga? Jambo la kwanza walichokifanya, waliomba. Haleluya! Kadri wakupingao wanavyokuwa wengi,
ndivyo uongeze maombi. Wakati Danieli anapingwa, ndivyo akaomba, akafungua na madirisha kuelekea Yerusalemu. Haleluya! Akaomba zaidi kama ilivyokuwa hapo. Kwa nini? Kwa sababu kadri upinzani unavyokuwa mkubwa, ndivyo unapaswa kuomba zaidi. Wakati Yesu Kristo anaelekea msalabani, mwili unagoma, aliomba mpaka matone ya damu, jasho likawa kama matone ya damu. Kwa nini? Kwa sababu wakupingao wanapoongezeka, unapaswa kuongeza muda wa kuomba. Wakupingao wanapoongezeka, tamanio lao ni kutaka kuona unajibishana nao, ni kutaka kuona una pay attention kwao, na wanajua kabisa ukipay attention kwao unaacha kupay attention kwa Mungu. Kwa wanaokupinga wanapoinuka, wewe inuka kwa ajili ya Bwana, inuka kwa ajili ya maombi. Kina Nehemia waliomba, kina Mtume Paulo waliomba, mitume walipopingwa wakaomba, mpaka mahali walipokuwepo pakatikiswa, nao wakapokea nguvu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. When you pray, you receive new powers. Unapokea nguvu mpya unapoomba. Mimi sijui unapingwa kwenye jambo gani, lakini nimetumwa kwa neno la Bwana asubuhi ya leo nikwambie ya kwamba hao wanaokupinga, ukiendelea kuomba utashinda. Nasema utashinda, nasema utatoboa. Kila aliyepingwa alipoomba akashinda. Haleluya! Pokea kushinda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Namba 2, wanaokupinga wanapokupinga, endelea kufanya juhudi na bidii ya kile unachokifanya. Haleluya! Unapopingwa usianze kusikiliza wakosoaji. Wewe endelea kufanya kile unachokifanya. Nilikuwa ninasikiliza habari ya uchimbaji wa mfereji wa Panama. Mfereji ambao ulichimbwa ili kutenganisha mabara mawili. Na mfereji ulipokuwa ukichimbwa, walitangaza kandarasi nyingi, lakini hakukuwepo na mtu aliyejitokeza. Baadaye injinia mmoja wa Kimarekani akajitokeza, akakubali kwenda kuchimba mfereji wa Panama. Mfereji wa Panama ambao unaunganisha bahari ya Pasifiki na bahari ya Atlantiki. Bahari mbili ziunganishwe. Projekti ambayo ilikuwa ni ya ajabu, iruhusu vitu vya usafiri vipite kuunganisha bahari mbili. Wakati ameanza kufanya kazi, vyombo vingi vya wampingao vikainuka. Habari na magazeti yakawa yanaeleza vile huyu mtu anafanya kitu ambacho ni kituko. Akiwa saiti wanaendelea kuchimba mfereji, wakamletea magazeti ya watu waliomkosoa, wakamletea habari za jinsi nchi inavyomkosoa, watu wanavyomkosoa na vile watu wanavyomsema. Basi wafanyakazi wakamzunguka yule injinia mkuu, wakamwambia, mkuu, tufanye nini kuweza kujibu hawa wanaotupinga? Yule bwana akiwa anaangalia vichwa mbalimbali vya habari vinavyopinga project yake, akawaambia, tutawajibu kwa kukamilisha uchimbaji wa mfereji. Haleluya! Akamwambia njia pekee ya kuwajibu wanaotupinga ni kukamilisha uchimbaji wa mfereji huu wa Panama Canal iweze kukamilika, na hayo ndio majibu ambayo tutayatuma kwa watupingao. Nisikilize mtu wa Mungu, wakupingao, wapinzani wako, majibu mazuri unayoweza kuwapa ni kuhakikisha unakamilisha kujenga hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Ni kuhakikisha unakamilisha mfereji aliyokupa Mungu kukamilisha. I'm here to encourage you. Niko hapa nikutie moyo. Usiwe na muda wa kujibizana nao. Wanaosema hauwezi, endelea kufanya kile ulichoambiwa hauwezi, mpaka wakione
umezaliwa. Njia nzuri ya kuwajibu wapinzani ni kwa matokeo na sio kwa maneno. Wakosoaji wajibiwe kwa matendo, wajibiwe kwa kuona yale waliozani hayawezekani yanawezekana. Kina Tobia walisema ukuta unaojengwa hata mbweha wanaweza kudondosha. Kina Nehemia, kina Ezra wakaendelea kujenga, na walipokamilisha kujenga, hawa kina Tobia wakajikuta wanatafuta vyumba ndani ya hekalu. Niko hapa nikwambie, mtu wa Mungu, wakupingao hawataisha. Utapingwa kila kona, lakini jambo zuri la kuwajibu wakupingao ni kuhakikisha unaonyesha matunda, unaonyesha matendo, unakamilisha hilo walilosema hautaweza. Namba 3, jinsi ya kuhakikisha unapambana na wakupingao ni kujitia nguvu kwa Bwana. Wakupingao watazungumza maneno, lengo ni kukatisha tamaa, lakini jitie nguvu kwa neno la Bwana. Kwa Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6 hata wa 8, pande zote twadhikika lakini hatukati tamaa, twatupwa chini lakini hatuangamizwi. Haleluya, haleluya. Pande zote dhikika, pande zote katishwa tamaa, pande zote vunjwa moyo, lakini wewe endelea mbele, maana unajua uliyemwamini, unamjua aliyekuita. Endelea kusonga mbele, utakwenda, utafanikiwa. Wote waliofanikiwa kupambana na wakosoaji wao waliendelea kufanya walichokifanya mpaka walipokamilisha ile miradi ambayo waliambiwa hawataweza. Endelea kujitia nguvu, usigeuke nyuma, usiteteleke. Hata ikibidi kuingia kwenye moto, nenda kwenye hilo tanuru la moto, mtu wa 4 atatokea. Hata ikibidi kutupwa kwenye tundu la simba, kubali utupwe kwenye tundu la simba, maana Mungu atawafanya hao simba kuwa magodoro yako ya kulalia. Ninakubariki kwa jina la Yesu leo. Mkono wa Bwana uende pamoja nao wote wakupingao, wote wanaokupinga wakaaibike. Bwana na akutokee katika wiki hili. Msaada wa Mungu uende pamoja nawe. Ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Pendwa wangu, nimalizie ujumbe huu kwa kukuomba, ikiwa una mzigo na maisha ya wachungaji. Naye mchungaji mmoja rafiki yangu ambaye alikuwa akisumbuliwa kwenye nyumba yake ya kupanga, imembidi ahamie kwenye site yake. Na kuhamia kwenye site yake, kwa kweli mazingira bado ni mabaya. Imebidi aezeke upande mmoja na upande mwingine ni Mbalamwezi. Nilipokuwa ninaongea naye, akazungumza habari ya bati 9 ili aweze angalau kujisitiri. Bati 9 ni kila bati akasema ni shilingi 23,000. Nikuombe unaposikiliza mkate huu asubuhi uweze kuguswa na maisha ya baba mchungaji, na nina uhakika ya kwamba ukitoa kwa ajili ya mchungaji, Mungu atatoa kwa ajili yako. Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu wa mbinguni akutende mema, Mungu wa mbinguni akufanikishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Barikiwa.